Alhamdulillah. Pole kwa mchezo. Alhamdulillah, tunashukuru tumemaliza mechi salama. Dakika 90 zilikuwaje leo? Kwa kweli dakika 90 zilikuwa za moto sana. Ukilinganisha na mchezo wetu ulipohitaji kupata matokeo, lakini mechi ndio kama mlivyoiona, kwa hiyo tumepata matokeo. Jamaa tunashukuru Mungu. Imetuathiri sana kwa sababu ukiangalia hata mfumo wetu umekuja umebadilika na mchezo wetu umebadilika, lakini tunashukuru Mungu, Mwenyezi Mungu akaweza kuweza kuwa na utimamu wetu mzuri, hatujaweza kuharibika sana, ila ni matokeo tu ya mchezo, basi tumekosa matokeo. Maria, tunaamini wewe hasa mnakuja kucheza na Simba, mlionekana kuamuru kile cha kwanza, lakini kile cha pili kabla hao kupata goli. Sisi tunachoamini sisi sio kwamba Simba tu. Sisi mechi yoyote tutakutana nayo tunaweza kusema tunaweza kupata matokeo, kwa sababu ukiangalia hali ya timu yetu hatuna hali nzuri, tunaweza kutafuta matokeo ili tuweze kuwa salama katika ligi. Matokeo yametuumiza sana kwa sababu ukiangalia goli limefungwa dakika za mwisho, kwa sababu ni mchezo, kwa sababu ni kuluzi control, basi tumekubali mechi. Kwa matokeo yale unaona refari alikuwa anawanyima sana. Refari ni binadamu, sio kwamba alikuwa anatunyima, binadamu, na ukiangalia muda ulikuwa shenda sana, usikute hata alikuwa haoni. Umeona, kwa sababu kiza kwa maana kwamba yale makosa alikuwa anafanya kwa makusudi au bahati mbaya. Unaweza kuta pengine kibinadamu, sijaona mimi kama makosa au vipi, kwa sababu labda tukirudia mechi, kwa sababu nilikuwa kwenye benchi, lakini mimi nachukulia benchi kule umetahamaki. Nimeumia kwa sababu ya kuona tunapoteza kwamba kile kilichokuwa tumekishikilia kwa muda mchache ambao ulobakia, nimeona kama ndio hatari. Ndio hicho kilichoniumiza, lakini sikuweza kuumia kwa muamuzi, kwa sababu muamuzi ni binadamu kama binadamu wengine kwenye mchezo. Mwisho kabla hujaondoka, neno lako kwa wanaoshikilia mpira wetu hapa nchini. Neno langu hakuna baya, kwa sababu ukiangalia tu muda na viwanja tutavocheza na muda ambao unaongezwa, basi kwa sababu ukiangalia KMC hauna taa, dakika nyingi zimeongezwa, kiza kimeingia, ndio matatizo kaja pengine ya kibinadamu, basi tunashukuru. Nashukuru. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.